when my spirit is weak and I cannot go on. Your mercy reminds me that I still belong. Your word is my life when my spirit is weak and I cannot go on. Your mercy reminds me that I still belong. Your word is my life when my spirit is weak. Haleluya, haleluya kanisa. Wangapi wanaofuraha kuwepo nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo? Amen, amen. Mimi pia ninayo furaha kuwepo nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na neema alionipa kusimama mahali hapa, nikijua ni kwa neema yake. Lakini pia nipende kumshukuru baba na mama wachungaji kwa nafasi walionipatia. Lakini pia nipende kumshukuru mchungaji msaidizi, Mungu akubariki sana. Pia nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraza la watendaji, Mungu awabariki sana. Basi baada ya kusema hayo nitaomba tusimame. Alafu tutakwenda kusoma maneno kwa habari ya maandiko kwa habari ya somo la leo. Nitaomba kanisa tusimame. Utanisaidia kufungua pamoja nami Wafalme wa kwanza sura ya 19. Wafalme wa kwanza sura ya 19. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Kama umefika nisaidie kusema amina. Basi nitakwenda kusoma. Maandiko yanasema, utanisaidia kufungua. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampeleka Eliya mjumbe kusema, miungu anifanyie hivyo na kuzidi, nisipofanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli, naye alipoona hayo akaondoka, akaenda akahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi katika chini ya mletemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Nitarudia huo mstari wa 4. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mletemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaketi. Watu wa media mtanisaidia kushare. Asubuhi ya leo tutakwenda kujifunza ujumbe au somo lenye ujumbe unaosema, ninapohisi kuchoka katika safari ya wokovu nifanye nini? Ninapohisi kuchoka katika safari ya wokovu nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunajua siku ya leo duniani kote watu wanasherehekea siku ya Pentekoste, na sisi tutakuwa tunaanza kuanzia wiki kesho kama vile ambavyo baba amesema ataanza yeye, lakini tutakuwa na mchungaji Mahenge mahali hapa. Miaka mingi iliyopita, nyakati kama hizi, wakati wa Pentekoste, Roho Mtakatifu alishuka kule Yerusalemu na watu wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na ishara na maajabu zikafanyika kwa wale watu wa kanisa la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe ambao tunasoma historia ya kanisa, tunajua kuna nyakati kanisa lilipita katika kipindi cha kuchoka. Kanisa lilipita katika kipindi cha baridi. Na tunaposoma kwa habari za uamsho, Mungu aliinua watu tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti na miaka tofauti tofauti kwa habari ya kurudisha ile nguvu ya kanisa tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma habari za watu kama kina Smith Wigglesworth kule Uingereza, katika kipindi ambacho kanisa limepoa kabisa, lakini wale watu walimtafuta Mungu tena na Roho Mtakatifu akashuka, na tukaona mambo makubwa na ya ajabu yakifanyika katika nyakati hizo. Lakini tunaposoma kwa habari za watu kule Azusa Street,
uamsho ambao ulileta upentekoste huku. Watu walikaa wakamtafuta Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alivyoshuka, ishara na ajabu zikaonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa nikifuatilia kwa habari ya uamsho hata Tanzania. Kule Igate Mbeya alikuja mtumishi wa Mungu Paul Dea. Huyu ni missionary. Na alipokuja kule watu wakamtafuta Mungu na Roho Mtakatifu akashuka na ishara na ajabu na mambo mbalimbali yakafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni matokeo ya uamsho wa namna huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimejaribu kuongea kwa habari ya kanisa, lakini kwa habari ya mtu mmoja mmoja kama muamini. Kuna wakati tunaweza tukapita kama waamini na tukasikia kuchoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo tumepokea Injili na tumepokea wokovu na Roho Mtakatifu akawa ndani yetu, kuna nyakati tukija mbele za Mungu tunabubujika na kunena kwa lugha, lakini kuna wakati tunapita katika vipindi vigumu sana. Kuna sababu nyingi ambazo tutajifunza. Unaweza ukapita katika vipindi vigumu sana na ukasikia kupungukiwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ambayo ilikuwa ndani yako ya kutamani kumtafuta Mungu nyakati zote, ile nguvu ya kiu ya ibada nyakati zote, kuna wakati kama muamini inaweza ikapungukiwa na kuchoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapopita katika nyakati kama hizo kama waamini, tunafanya nini? Tunapopita katika nyakati za kuchoka, nyakati ambazo unazikumbuka, nyakati katika maisha yako, nyakati ambazo ulikuwa ukifunga na kuomba, nyakati ambazo ulikuwa ukiamka kila siku saa 8 usiku kuomba, ukimtafuta Mungu, unapokuja mahali hapa unapoabudu, midomo inaanza kucheza na kutetemeka kwa habari ya Kristo na maneno yanaanza kutoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika nyakati za kuchoka, unafanya nini? Inawezekana ni katika mahitaji fulani fulani. Kuna mtu labda alikuwa na hitaji la namna fulani ambao amekuwa akiliombea sana, na wakati analiombea anakuwa na imani kubwa kwamba hili lazima litokee. Lakini baada ya kuomba na kuomba na kuomba, baada ya muda fulani yule mtu kimuuliza na kuambia mimi ninaomba, lakini kwa kweli lolote litakalokuwa na liwe, kama Bwana ni kufanya afanye. Majibu ya namna hiyo yanaonyesha kuchoka. Kama waamini, kuna wakati unaweza ukachoka na usijue kama umechoka. Lakini namna ya mtazamo wako na majibu yako na vitu unavyoviongea vinaweza kutufanya kujua kwamba sasa umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, katika safari hii ya wokovu kuna changamoto, kuna kupanda na kushuka, kuna milima na mabonde. Lakini katika hali zote unaweza ukachoka, lakini kukaa katika hali ya kuchoka ni hatari sana. Maana kukaa katika hali ya kuchoka inaweza ikaleta usingizi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda huko, tumesoma maandiko kwa habari ya Elia. Hiyo ni habari ambayo tunaifahamu sana. Tumesoma sura ya 19, lakini ukisoma ile sura ya 18 ya Wafalme wa kwanza, tunaijua habari maarufu sana katika Biblia, ambapo Elia aliwapandisha wale manabii wa Baali kule Karmeli. Aliwapandisha kule manabii wa Baali kule Karmeli, akawaambia kwamba na ijulikane kwamba Mungu atakayejibu kwa moto na atakuwa ni Mungu wa kweli. Na wale manabii wa Baali wakakubali. Sasa sikiliza, kama manabii wa Baali walikubali, wale jamaa hawakuwa matapeli. Walikuwa na uhakika na miungu yao kwamba imewahi kujibu na inaweza ikajibu. Kwa wakakubali lile shindano, wakaenda pale Karmeli na wakaanza kuomba. Maandiko yanasema katika hiyo sura ya 18, wakaanza kuitia miungu yao tangu asubuhi mpaka jioni. Hadi Elia akaanza kuziaki, labda huyu Mungu amesafiri, labda huyu Mungu ana safari au amelala, mumuamshe. Na maandiko yanasema kwamba wakaanza kujichana na nyembe kama ilivyokuwa desturi yao. Kwa nini? Kwa sababu walijua kabisa kuna level ya kuomba wakifikia wakijichana na nyembe miungu yao itajibu, lakini miungu haikujibu. Lakini tunajua kwamba Mungu wa Elia akajibu kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Na alivyojibu kwa moto ile wale manabii wa Baali wote akawachinja, akawaua wote. Muda mchache baada ya tukio hili la kishujaa alilofanya Elia, tunaona Elia anachoka. Baada ya Yezebeli, maandiko yanasema kwamba Ahabu alipomwambia Yezebeli mke wake kwa habari ya mambo yote yaliyofanyika, Yezebeli akatuma wajumbe kwa Elia kusema kwamba miungu inifanyie hivi na kuzidi kama sita. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ni ama zako ama zangu, ni heri mimi nife au wewe ufe, nimekupa masaa 24. Elia alivyozipata zile habari, tunasikia kwamba Elia akaenda katika Mletemu. Na Elia anasema kwamba yatosha sasa.
Mimi si bora kuliko baba zangu, ni bora unichukue. Sijui kama unajiuliza pamoja na mimi kwamba huyu Eliya aliyefanya mambo makubwa na ya ajabu siku chache zilizopita, aliyeweza kuomba na moto ukashuka na ukateketeza ile dhabihu yote, na akachinja manabii wa Baali 450, ilikuwa ni jambo sio la kawaida, ni imani sio ya kawaida. Lakini baada ya siku chache Eliya anachoka, anasema mimi sio bora kuliko baba zangu. Mimi sijui tunapita katika mambo ya namna gani, lakini kama waamini kuna wakati unaweza kupita katika vipindi ambavyo umefanya vitu vikubwa na Mungu amekutumia kwa namna ya ajabu sana, lakini kuna nyakati nyingine kama mwanadamu unaweza kuchoka. Lakini katika vipindi vya namna hiyo ufanye nini? Nilipokuwa natafakari kwa habari za Eliya, jambo la kwanza ambalo mimi nimeliona kwamba kwa nini Eliya alichoka, kabla tujaenda katika kiini cha somo. Kwanza Eliya alikuwa amechoka kwa habari ya mwili tu wa kawaida, alikuwa amechoka sana. Na wakati mwingine tunapochoka katika mwili, hata namna ya kuweza kudaka vitu katika ulimwengu wa roho sio rahisi. Kwa sababu Eliya alikuwa anashindana na manabii 450. Katika hali ya kawaida alikuwa na tension ya juu sana. Baada ya kuwashinda tangu asubuhi mpaka adhuhuri, baada ya kuwashinda akawachukua akaenda akawachinja 450 yeye mwenyewe. Alipotoka hapo maandiko anasema kwamba akajifunga mshipi akaenda Yezeeli. Alipofika kule akaenda kumuomba Mungu ili mvua inyeshe, na kweli mvua ikanyesha. Kwa hiyo mtu katika hali ya kawaida alikuwa amechoka sana. Na katika nyakati za kuchoka kama wanadamu, wakati mwingine roho zetu zinashindwa kupokea au kusikia kile ambacho Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine lilikuwa ni matarajio. Eliya alitarajia kabisa kwamba kama nitaua manabii wa Baali 450, pengine Yezebeli atatubu na Ahabu atatubu na utakuwa ni uamsho wa kitaifa. Lakini baada ya yale yote kutokea, Yezebeli anamtumia ujumbe wa kumuua. Kwa ilikuwa ni kinyume na matarajio yake. Kama vile mimi na wewe leo, wakati mwingine tunapokuwa na matarajio fulani na yale matarajio yasiende kama tulivyotarajia, tunaweza tukachoka kama waamini. Haijalishi kwamba tumefanya mambo makubwa kwa namna gani, haijalishi kwamba tumetembea na Mungu kwa namna gani, lakini kama matarajio yetu yalikuwa ni makubwa sana wakati mwingine na yasifanyike kama tulivyotazamia, tunaweza tukachoka. Lakini tunapokuwa katika hali ya kuchoka kwa namna hiyo, tunafanya nini kama kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine ambalo nimeliona mahali hapo, Yezebeli alitumia mbinu ya kawaida ya kisaikolojia katika vita au katika mashindano. Unapokuwa unashindana na mshindani wako, ukianza kumtisha kwa maneno akiogopa, tayari umeshamshinda. Kwa sababu gani? Kama Yezebeli alikuwa na uwezo wa kumuua Eliya, kwa nini asitume watu kwenda kumuua moja kwa moja? Kwa nini akawatume wakampelekea habari kwamba nakupa masaa 24, aidha mimi nife au wewe ufe? Na msifikiri kwamba Yezebeli alikuwa katika hali ya kawaida, kwa sababu hao manabii 450 walikuwa ni wa miungu anayoiamini yeye na anawalisha chakula. Kwa hata yeye mwenyewe akisikia kwamba manabii 450 wameuawa, naye alikuwa intimidated, hakuwa katika hali ya kawaida. Lakini alitumia mbinu ya kisaikolojia ya kawaida kabisa kumtisha Eliya. Na haya mambo tunayaona hata katika vita leo. Nyie mnajua kwamba baada ya vita ya pili ya dunia ndio tukaanza kusikia habari za Marekani ameenda mwezini, mara Urusi ameenda mwezini. Ni namna ya kumtisha mwenzako kwamba una teknolojia kubwa kuliko wewe. Hata leo tunaona wanarushiana maneno. Na hiyo ni mbinu ya kawaida ya shetani mpaka leo. Shetani ataanza kukuhubiria na kukwambia, babu yako alishindwa, baba yako alishindwa, shangazi yako alishindwa, mjomba wako alishindwa. Wewe ni nani? Tunapoyachukua yale maneno na kuanza kuyaamini, ndipo pale ambapo kama waamini tunaweza tukachoka, kwa sababu hatutauona uweza wa Mungu tena. Eliya aliyewaua manabii 450, Eliya aliyeuona uweza wa Mungu na moto ukashuka, Eliya alifanya mambo makubwa na ya ajabu mpaka leo tunayaongea, ni miaka mingi imepita. Lakini Eliya akachoka, akasema mimi sio bora kuliko baba zangu. Kwa nini? Anajua kabisa kwamba baba zake au manabii waliotangulia waliteswa na kunyanyaswa, na hakuna hata mmoja aliyeweza kufanya ile uamsho kwa taifa zima kwa wakati mmoja. Anasema kwani mimi ni nani? Basi na mimi unichukue. Kwa hiyo Eliya alikuwa amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimekuja kukutangazia, sijui unapita katika kipindi cha namna gani. Unaweza kusema huyu kijana hajui mahali ninapopitia, hawezi kujua namna ninayopitia au hali ninayosikia huku ndani. Lakini nimekuja kutangaza katika mahali popote, kama waamini tunapochoka, Bwana yuko pamoja nasi kwa ajili ya kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapita katika eneo gani, lakini Bwana ni muweza wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Eliya alipopita katika mahali pa kuchoka kabisa,
Ukisoma pale mbele, sauti ndogo ilikuja ndani yake na ikamsemesha, na mistari michache akapewa maelekezo kwa habari ya huduma yake. Ndio akapewa maelekezo ya kumpaka mafuta Elisha na mfalme aliyefuata. Katika wakati ambao tunachoka kabisa, katika nyakati ambao tunaona hatuwezi kuendelea, Mungu yuko mahali hapa kwa ajili ya kututia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuniambia mimi, wewe hujui mahali ninapopita. Inawezekana ni pagumu kwa namna ambayo hawezi kuelezeka. Inawezekana mimi siwezi kupabeba, lakini nimekuja kukutangazia kwa neno la Bwana. Kama vile ambavyo Elia alichoka kabisa na akaona hawezi, na Bwana akamtokea katika namna ajabu, ndivyo ambavyo anakwenda kukutokea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Saidia kwenda slide ya pili. Unajua, wiki ijayo tutakuwa na muda mzuri sana wa kukaa na Mungu hapa kwa wiki yote hii. Na tunaamini kwamba tutakutana na Mungu kwa namna ya ajabu sana. Kama nitakuwa nimechoka, unajua unapokuwa umechoka huna hata uwezo wa kupokea. Ndio maana natamani tujifunze vitu vya namna hii. Kama umechoka, mtazamie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, vitu ambavyo tunakwenda kujifunza leo. Naweza nikaongea vitu vingi, lakini natamani utoke na hivi vitu vitatu, ni vya muhimu sana. Jambo la kwanza, hata unapopita katika hali ya kuchoka kabisa, Mungu anakupenda na Roho Mtakatifu anakutamani, anatamani ushirika na wewe, na anaweza akakufanyia jambo au akakutendea katika hilo. Hicho ni kitu cha muhimu kabisa. Tunaweza tukaongea vitu vingi, lakini kumbuka kwamba unapopita katika hali ya kuchoka, unapoona siwezi kuendelea tena, Mungu anakupenda na Roho Mtakatifu anakutamani sana, anatamani ushirika na wewe. Jambo la pili, Roho Mtakatifu hutoa fursa pale ambapo tumechoka. Tutaangalia kuchoka kunaleta nini katika maisha ya muamini, lakini Roho Mtakatifu anatoa fursa ya kutuamsha tena, kutulivive. Kama pale ambapo tumechoka, ulikuwa unaweza kunena kwa lugha, ulikuwa na uwezo wa kuomba na kukaa kwenye maombi kwa muda mrefu, lakini unasikia kuchoka. Ulikuwa unaweza kusoma Biblia na kusoma, lakini sasa ukisoma unasoma mistari miwili, umechoka kabisa. Roho Mtakatifu huachilia fursa, nafasi ya kuweza kuinuliwa tena, ya kuanza kuanza tena, ya kupata nguvu tena, ya kusimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anapoachilia ile fursa, ni sisi tunatakiwa kuipokea, sio kupuuzia. Tunapoipokea, na ni kitu ambacho tunakwenda kujifunza leo, tunapopokea katika ile fursa ambayo Roho Mtakatifu anataka kutuamsha tena, tunapoipokea na kuitendea kazi, tunapoikumbatia, kwa sababu Roho Mtakatifu anaachilia kama mwali mdogo wa moto. Ule mwali mdogo tunapouchochea na kuwa moto mkubwa, ndipo ambapo tunaweza tukainuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Saidia kwenda slide inayofuata. Je, muamini anaweza kuchoka? Nadhani nimeshaongea hapa. Kama muamini katika vipindi mbalimbali vya maisha anaweza akachoka kabisa. Kuna ushuhuda wa mtu mmoja, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na sikumbuki nani, lakini kuna ndugu yake wa karibu alikufa. Aliugua kwa muda mrefu sana. Alipougua kwa muda mrefu, wakawa wakimuombea kama kanisa, lakini yeye binafsi akiwa mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu ameshuhudia Mungu akifanya mambo mengi sana kupitia mikono yake, akiponya watu wengi sana. Na ilipokuwa sasa ni ndugu yake anaumwa, akaomba na akiwa na imani kabisa kwamba Mungu atamponya. Siku zikaenda, lakini yule mtu baadaye akaja akafa. Alipokufa, huyu mtu alipoteza mahusiano kabisa na Mungu. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, aliendelea kuhudumu, aliendelea kufundisha, lakini ile intimacy, na ndio kitu ambacho tunataka tukae zaidi hapo, kwa sababu tuko katika wiki la Pentecost. Ile intimacy, ile ushirika, ule urafiki ukapotea kabisa. Akawa hana ujasiri wa kusongea kwenye uwepo wa Mungu. Akaona ni kama vile Mungu amemsaliti kabisa. Akaona ni kama vile Mungu amemwacha kabisa. Na siku moja wakiwa katika huduma na mtumishi mwenzake Mungu akamsemesha, kamwambie fulani, kwani amegombana nini na mimi? Yule mtumishi akaenda akamwambia, kwani umegombana nini na Mungu? Akaanza kulia pale. Akasema, tangu nilipoondokewa na ndugu yangu, sijawa na ushirika kabisa na Mungu. Sitamani hata kusogea kwenye uwepo wa Mungu. Tunaweza tukapita kwenye hali za namna hiyo, lakini Mungu bado ni Mungu. Mungu bado anatupenda. Kama wanadamu tunaweza tukachoka. Nimesema kabisa, mfano mzuri ni wa Elia. Amefanya mambo yaliyo makubwa sana, lakini katika jambo hili akachoka kabisa. Mimi na wewe tunaweza tukachoka, lakini nimekuja kukutangazia kwa neno la Bwana, hata kama umechoka, lakini Bwana anakupenda. Anao mpango na wewe. Anatamani ushirika na wewe tena. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi tumepita katika maeneo magumu namna gani, lakini Mungu anaweza kutuinua tena. Mungu anatamani ushirika na sisi tena. Kuna watu mahali hapa wakitoa ushuhuda kwa namna ya maisha ambayo walikuwa naishi.
kwa namna ambavyo walikuwa na ratiba zisizo za kawaida kwa habari ya kumtafuta Mungu, utashangaa. Lakini ziko wapi? Hata katika nyakati za namna hiyo, Roho Mtakatifu ni mwaminifu na anatutamani kuliko vile ambavyo sisi tunaweza kumtamani. Kama vile ambavyo tulivyokuwa tumeokoka, tulikuwa na kiu ya kwenda kushuhudia. Tukipanda katika gari, tunatamani kuambia watu kwa habari ya maneno ya Mungu. Tunaamka saa 4 usiku tunaomba, tunanena kwa lugha saa 4 usiku. Muda wote tunakuwa katika hali ya maombi. Tunasoma neno na kutafakari. Na wakati mwingine zile hali zinaweza kupotea, lakini nimekuja kukutangazia kwa neno la Bwana kwamba Roho Mtakatifu anakutamani. Hata katika hali ya kuchoka namna hiyo, Roho Mtakatifu anaweza kukuinua tena. Roho Mtakatifu anaweza kukuinua tena. Unaweza kuanza tena. Haijalishi umechoka kwa namna gani, lakini Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, anaweza kukuinua tena. Bwana Yesu asifiwe. Elia alichoka. Musa kuna wakati alichoka, alikuwa na wana wa Israeli. Unajua, ameliongoza kundi la wana wa Israeli. Wanafika jangwani, wale wana wa Israeli wanasema wanakumbuka matango na matikiti, sio na vitunguu swaumu vya kule utumwani. Musa akachoka. Akasema, Mungu, mzigo ni mzito sana kwangu na siwezi kuwachukulia hawa zaidi. Lakini katika kuchoka kwa Musa, Mungu akamjibu, akamwonekania, akamwambia atampunguzia ule mzigo. Najaribu tu kuonyesha katika hali ya kuchoka, katika hali ya kutindikiwa, Roho Mtakatifu anatupenda, anatutamani, na katika hali ya namna hiyo anaweza kutuinua tena. Lakini ukisoma kwa habari ya mtume Paulo, anasema kuna wakati mpaka tulikata tamaa ya kuishi kabisa. Vipindi vya namna hiyo kwa mwanadamu vipo. Wapendwa katika Kristo, vipindi vya kuchoka, vipindi vya kukatishwa tamaa, vipindi vya kuona kama uendelei tena, vipindi vya kuona kama vile Mungu ameniacha, vipo katika maisha ya mwanadamu. Lakini haibadilishi maana kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia mema na ana mpango kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo alikufa msalabani, alitoka mbinguni akafa msalabani kwa ajili yako, bado anakusudi na wewe, hata katika kuchoka namna gani, lakini yeye analo kusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukiangalia, hatari ya kuchoka. Unajua, inaanza kwa kuchoka. Kuchoka kunaweza kupelekea usingizi wa kiroho na baadaye kifo cha kiroho. Nimesema mwanadamu anaweza kuchoka, lakini hatupaswi kukaa katika hali ya kuchoka, kwa sababu kuchoka kunaweza kutupelekea kwenye usingizi wa kiroho na baadaye kifo cha kiroho. Nisaidie kwenda slide inayofuata. Sasa usingizi wa kiroho ni nini? Usingizi wa kiroho ni hali ambayo mtu anapoteza hisia na ufahamu kwa mambo ya kiroho. Ni pale ambapo huwezi kusikia tena kwa habari ya mambo ya Mungu. Ni pale ambapo huwezi kusikia tena kwa habari ya Roho. Roho Mtakatifu anaweza akasema na wewe, lakini huwezi kusikia tena. Ni pale ambapo unaweza kulisikia neno, ulikuwa ukilisikia neno la Mungu likihubiriwa, unalitafakari na kulitafakari. Unasema nitalitendea kazi. Unaanza kulitafakari na kuwa tamu ndani yako. Lakini wakati kama huo, lile neno likija na kama ni baridi tu, ni kama linapiga na kuondoka. Huo ni usingizi wa kiroho. Nisaidie kwenda slide inayofuata. Hapo ndo nataka tukae zaidi. Sasa viashiria vya usingizi wa kiroho. Tutakaa zaidi hapo, alafu tutaenda kwenye tufanye nini sasa? Ninapokuwa naanza kuona kama napungukiwa mwendo. Mwingine anaweza kaja choka, lakini anaona kama mwendo umepungua. Tufanye nini tuweze kurudi katika ile hali ambayo Mungu amekusudia? Yaani kama unaweza kuandika ukamaliza, ukanisikiza, sababu hapa nataka nikae muda mrefu na Roho Mtakatifu anisaidie kwenye ile eneo. Viashiria vya usingizi wa kiroho. Jambo la kwanza, kupoteza ushirika na Roho Mtakatifu. Nisaidie kuweka Luka 10:38. Luka 10, nisaidie kuandika Luka 10. Tutaanzia mstari wa 38. Okay, nitasoma. Inasema, ikawa katika kuendelea kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Aliketi miguuni pa Yesu, akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akaendelea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu anavyoniacha nitumike peke yangu?
basi mwambie nisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinachotakiwa ni kitu kimoja tu. Mariam amechagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niangalie, twende taratibu. Kiashiria kinasema kwamba kupungukiwa kwa ushirika na Roho Mtakatifu. Tumesoma habari ya Martha na Mariam. Yesu ameenda kuwatembelea. Alivyoenda kuwatembelea, Martha alikuwa anahangaika na utumishi mwingi. Na kwa vyote vile tunajua unapokuwa umepata mgeni, utakuwa unajihangaisha angalau muandalie chakula, ajisikie vizuri, ajione yuko vizuri. Lakini Mariam alikuwa amekaa miguuni pa Yesu anasikiliza maneno ya Yesu. Na Martha akamshtakia kwa Yesu, uoni vibaya ndugu yako anavyokaa chini yako hapo? Mimi nahangaika, ameniacha peke yangu nihangaike? Yesu anajibu la ajabu sana. Tulitegemea kwamba Yesu atamwambia Martha, sasa Mariam, sasa toka ukamsaidie mwenzako. Lakini Yesu anamwambia kwamba huyu ndiye amechagua fungu lililo jema. Bwana Yesu asifiwe. Martha alikuwa anahangaika na utumishi, kumtumikia Yesu huyu. Lakini Mariam alikuwa amechagua kukaa miguuni pa Yesu kumsikiliza. Na hapo ndo tunaongelea kwa habari ya ushirika na Roho Mtakatifu, urafiki wa Roho Mtakatifu na mtu. Yesu anajaribu kuonyesha swala la vipaumbele. Kumtumikia Mungu au kumtumikia Yesu ni swala jema sana, lakini jambo la kwanza linalotangulia ni ushirika kati ya mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kitu cha maana sana, ni kitu cha muhimu. Hicho ni kitu ambacho nilisema siku ile kwamba manabii wa zamani walikiona, wakakitabiri, walikitamani, hakikutokea kwa nyakati zao. Unajua wakati ule ilikuwa ni makuhani wanaweza wakaingia patakatifu wakakutana na Mungu peke yao. Leo hii mimi na wewe tunaweza tukamsikiliza Roho Mtakatifu, tunaweza tukaongea naye, tunaweza tukawa naye. Baada ya pazia la hekalu kupasuka, ikaonyesha wote tunaweza tukaingia. Ni kitu cha ajabu sana ambacho Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho kinatangulia kabla ya utumishi. Nitaongea kitu kingine hapo. Kutokana na maandiko haya, tunagundua kwamba ni hatari sana kupima ukiroho wa mtu kwa kiwango cha upako katika utumishi. Ni hatari sana kupima ukiroho wa mtu kwa kiwango cha upako katika utumishi. Najaribu tu kukuonyesha vile vipaumbele vya hivi vitu. Utumishi ni jambo la muhimu sana, lakini linatangulia mahusiano na huyu ambaye tunamtumikia. Watu wote wanaohudumu wanajua kwamba unapokuwa unamtumikia Mungu, kuna nguvu inakuwa juu yako ya kukuwezesha. Tunaita upako au anointing, upako, mafuta ya Roho Mtakatifu. Wale manabii wa zamani au wale wafalme wa zamani walipokuwa wanakuwa ordained, wanatawadhwa kuwa wafalme, walikuwa wanapakwa mafuta juu yao. Kwa nini? Kwa ajili ya nguvu ya kuwasaidia kutawala. Yesu alipokuja anakoti kile kifungu cha kwenye Isaya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kuwahubiria masikini habari njema, na waliofungwa kufunguliwa kwao. Roho Mtakatifu amempaka mafuta juu kwa ajili ya nini? Kuhubiri, kuwafungulia. Kwa mafuta ya Roho Mtakatifu au upako wa Roho Mtakatifu juu ya mtu unamsaidia mtu kwa habari ya kutenda kazi ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii haina maana moja kwa moja kwamba huyu mtu yuko sawa huku ndani. Ushirika na Roho Mtakatifu ndio unaweza kutunza mahusiano kati ya mtu na Mungu. Kuna wakati mwingine mtumishi anaweza kuwa amevuruga huku ndani, lakini ule upako juu yake ukafanya kazi. Ndio maana nimeanza kwa statement kwamba hatupimi ukiroho mtu kwa upako wake, lakini kwa ushirika, kwa urafiki alio nao na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mtu anaweza kawa amekosea, analopakwa kufanya kazi juu yake, kwani kwa sababu Mungu wakati mwingine anamwacha yule mtu katika kipindi cha neema, anamvuta ili apate kurudi katika toba. Lakini wakati mwingine kama mimi nimepewa kuhudumu namna hii, na hapa tuko zaidi ya watu 100, kwa sababu ya ujinga wangu hawezi akashindwa kulihudumia ili kundi la watu ambao wamejiandaa, wamemwomba Mungu, anasema wanataka kupokea neno kutoka kwa Bwana.
Kwa maana hiyo hatupimi utakatifu au kiroho wa mtu kwa kiwango cha upako katika huduma. Watu wote wanaohudumu wanajua kabisa kwamba kuna vitu vinavyofanyika zaidi ya uwezo wa akili zako, zaidi ya ufahamu wako, zaidi ya namna unaweza kujiandaa, zaidi ya maarifa yako, zaidi ya elimu yako. Kina Petro walipenda kuwashuhudia Mafarisayo na Masadukayo, wakamwona Yesu akiwa pamoja nao kwa sababu wao walikuwa ni watu wasio na elimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna nguvu ambayo ilikuwa juu ya mtu kwa ajili ya kumwezesha. Kwa nimekuja mahali hapa kukukumbusha kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari ile ushirika na Roho Mtakatifu. Ni kitu cha thamani sana ambacho watu wa Agano la Kale walikosa, lakini kimeachiliwa kwetu wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao tunaweza kwenda mbele za Mungu, hatuna hitaji lolote, lakini tunakwenda kumwabudu. Tunamwambia kwamba tunakupenda, hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana na wewe. Tunamwabudu, tunabubujika ndani yetu. Hicho ni kitu cha ajabu sana ambao watu wa Agano la Kale hawakuweza kukipata, lakini mimi na wewe tuna hiyo neema ya kuwa na nafasi ya kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama vile ambavyo Roho Mtakatifu anahitaji urafiki pamoja na sisi, inatupasa kusogea karibu naye na kumwabudu yeye na kumtukuza. Wakati mwingine tunasema tumekuja mbele zako hatuna mahitaji kabisa, lakini kwa kweli tumekuja kukuabudu, tumekuja kukutazama na uzuri wako, tumekuja kufurahi na kuburudika uweponi mwako, kwa sababu hiyo ndio kitu cha kwanza. Hicho ndicho kinatengeneza utakatifu. Naweza kuwa na mafuta ya Roho Mtakatifu juu yangu na nikahudumu, lakini itakuwaje kama nitaukosa ufalme wa Mungu? Wapendwa katika Kristo, kitu cha thamani kabisa kwa Mkristo ni ushirika na Roho Mtakatifu. Tunaweza tukatumika, lakini siku ile Yesu akasema sikuwajua nyinyi, kwa sababu tulitumia upako juu yetu, lakini hatukuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Takupa ushuhuda. Mimi wakati niko diploma, kwa sababu nilisoma diploma of degree, nilichaguliwa kwa kiongozi kwa mara ya kwanza, kwa mwenyekiti msaidizi wa tawi, lakini mwenyekiti msaidizi wa wilaya ya Temeke na Kigamboni. Na ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa nachaguliwa. Kulikuwa kuna aliyekuwa katibu wangu, alichaguliwa kama katibu wangu. Yeye aliokoka muda mrefu, alikuwa kiongozi tangu akiwa O-level, akiwa A-level. Mimi nikachaguliwa, hata nilivyokuwa nimevaa tu kwa kweli usingeweza kuona kwamba huyu anaweza kuchaguliwa. Kwa yule alivyoona niko hivyo akanisaidia sana, akaniweka karibu. Tukatembea, alinifundisha vitu vingi sana kwa habari ya Kristo na utumishi na nini. Akaniweka karibu. Anaitwa Merinyo, ni Masai ameokoka. Sasa wakati tunamaliza chuo tukiwa marafiki namna hiyo, akaenda kwao Masaini. Na alivyoenda kule, ikapita kama kipindi hicho nilikuwa najifunza sana kwa habari za ushirika na Roho Mtakatifu. Ikapita kama kipindi cha miezi mitatu hatumpati katika simu. Yaani tunaulizana sisi ambao tumemaliza pamoja, jamani huyu mtu mbona hatumpati? Shida ni nini? Baada ya kama miezi mitatu hivi, siku moja nikamwona ameposti Facebook kitu fulani. Alivyoposti nikamfuata, inbox nikamwambia, mtumishi, habari za siku, unaendeleaje? Ulipatwa na shida gani? Alichonijibu ni sikumbuki, kwa sababu ni muda mrefu sikumbuki ujumbe moja kwa moja, lakini na paraphrase. Akasema kwamba mtumishi, tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Kwa kweli huku huduma zinaendelea vizuri kwa Kusimanjiro huduma zinaendelea vizuri. Tunaandaa kambi la wanafunzi, anapenda huduma za wanafunzi. Tunaandaa kambi za wanafunzi. Naomba unisaidie, kwa kipindi hicho nilikuwa nafanya graphic design, natengeneza matangazo. Naomba unisaidie kutengeneza tangazo. Sasa nilivyoiona ile message, yani moyoni mwangu nikaanza kusema, huyu mtumishi hatujawasiliana miezi mitatu. Mimi ili swala la kutengeneza posture liko ndani ya uwezo wangu, ni jambo jepesi. Lakini kabla ya hili posture, mimi nataka kujua unaendeleaje? Ulipatwa na kitu gani? Kuna changamoto gani? Swala la uhusiano, kama kaka yangu katika Kristo, kuna shida gani? Lakini unakuja moja kwa moja na uhitaji moja kwa moja. Katika mawazo ya namna hiyo, na kipindi hicho nikajifunza kwa habari ya ushirika na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akanisemesha, hivi ndivyo ambavyo mimi najisikia mara zote ambazo kila tukitokea kwenye uwepo wa Mungu tuna uhitaji. Uhitaji ni kitu cha kawaida sana kwa Mungu. Anaweza akatusaidia wakati wowote, lakini kwa kweli anahitaji urafiki. Kuna wakati anatamani tusogee uweponi mwake, anatamani kusikia kutoka kwetu, nasi tusikie kutoka kwake, tuwe na urafiki. Kama vile mimi kwa yule rafiki yangu, kwa kweli swala la kumtengenezea tangazo lilikuwa ni jambo la kawaida sana, liko ndani ya uwezo wangu, hata siwazi. Lakini kwa kweli nilitamani kama kaka yangu katika Kristo kujua unaendeleaje. Tuna miezi mitatu hatujaongea, unaendeleaje? Umepatwa na nini? Nilitamani hali ya kimahusiano, lakini moja kwa moja akaja na uhitaji. Ndivyo ambavyo kila tukisogea kwenye uwepo wa Mungu tunakuwa na uhitaji.
Roho Mtakatifu anatamani ushirika na sisi. Tukiwa katika kipindi hichi cha Pentekoste, na naimani kwamba wiki inayokuja tutakuwa na vitu vingi sana vya kujifunza. Tutakuwa na vitu vingi sana ambavyo vitatusaidia kwa habari ya ushirika. Lakini nimekuja kukukumbusha kwamba katika hali yoyote ushirika na Roho Mtakatifu ni kitu cha kwanza kabisa, kabla ya utumishi, kabla ya huduma, kabla ya chochote. Lakini kuwa na ushirika, kuwa na urafiki, ushirika kati ya mtu binafsi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu cha ajabu ambacho Mungu ametupa kama ushirika. Yaani Mungu na uweza wake na nguvu zake zote, lakini akaamua kukaa ndani yetu, akawa kama rafiki yetu. Maandiko yanasema kwamba yeye ni msaidizi wetu, yeye ni mfariji wetu, yeye ni mwalimu wetu. Anaweza akatuongoza, anaweza akatufariji katika yale magumu, hata katika hali ya kukata tamaa, hata katika hali ya kuchoka. Kama tuna ushirika na yeye, tunaweza tukasogea mbele zake tukamwambia, Roho Mtakatifu, kwa kweli najua kabisa unanipenda, lakini kwa kweli katika hili ni gumu sana, hili ni gumu sana, sijui nitaanzia wapi, na naona ninaanza kuchoka. Unapoenda mbele zake kama rafiki, kama mpenzi, unamwambia kwa kweli hili ninaona nitashindwa, kama hutanitia nguvu, kama hutanishika mkono, mimi nitashindwa. Unapoongea naye namna hiyo kama rafiki, naye anafurahi. Kwanza anafurahi ile kwamba umemsogelea kama rafiki, lakini anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ushirika na Roho Mtakatifu ni kitu cha thamani sana. Sasa kati ya viashiria vya usingizi wa kiroho ni pale ambapo ushirika na Roho Mtakatifu unaanza kupotea kwa muamini. Pale ambapo kusogea mbele za Mungu kwa ajili ya ibada kunaanza kupotea. Unaweza kufanya kila, unajua shetani anapokuwa anashindana na wewe, hakunyang'anyi huduma ila ushirika. Unaweza ukatumika kabisa, ukaendelea na huduma kabisa, lakini huna ule kama yule mtumishi ambaye alifiwa na ndugu yake, akaendelea na huduma, akaenda kuhudumu, lakini kwa kweli hana ujasiri wa kusogea kwenye patakatifu pa Mungu na kuwa na ushirika, kuwa na ibada, kuwa na fellowship na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kiashiria cha pili, kupoteza kiu ya neno la Mungu, kupoteza kiu ya kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kupoteza kiu ya kutafakari na kusoma neno la Mungu. Na mwaka huu tuko katika mwaka wa neno katika utendaji. Ukisoma katika Mathayo 4 kuanzia 1 mpaka 4, tunasoma kwa habari ya majaribu ya Yesu. Yesu ampandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe, akafunga siku 40. Lakini mjaribu akaja akamjaribu. Na alipomjaribu jaribu la kwanza, anamwambia kwamba geuza mawe haya kuwa mkate. Yesu akasema kwamba imeandikwa, mtu ataishi kwa neno tu, ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno kutoka katika kinywa cha Mungu. Hii inatupa kujua kwamba tunaishi kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na upako wa maombi aliyokuwa nao Yesu, aliweza kumshinda shetani kwa maandiko. Alikuwa anajibu kwamba imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu cha muhimu nataka tukiangalia hapa. Ukisoma katika Yoshua 1:8 inasema, heli mtu yule asiyekwenda Yoshua 1:8 inasema kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Alafu maandiko katika Zaburi 1:1-2 nasema, heli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kuna vitu tumeviona katika maandiko mawili, kutafakari. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kutafakari. Sasa kati ya kitu cha thamani sana katika neno la Mungu ni kutafakari. Hili neno la Mungu tunaloliona, hii Biblia, najua tunafahamu hii Biblia au neno la Mungu ni neno kwa maana ya andiko kilichoandikwa, tunaita logos, lakini kuna neno kwa maana ya rema, lile ambalo limevuviwa na linafanya kazi kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Logos ndio hilo limeandikwa tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Lina maana ya asili. Tunaposema logos ina maana ya asili. Kilichoandikwa kina maana ya asili. Na Baba amekuwa akitufundisha hapa tangu mwanzo mpaka Ufunuo inamhubiri Kristo. Na maana yake ni ile haibadiliki. Lakini rema ni pale ambapo Roho Mtakatifu anaachilia ufunuo. Ule ufunuo unaachilia nguvu ndani yako ya utendaji. Bwana Yesu asifiwe.
Nitakutolea mfano. Kama vile lile andiko ambalo limesema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Ile ni logos, imeandikwa, kila Mkristo anafahamu. Lakini kuna siku, kuna mtu mmoja anaamka katika kitanda cha hospitali alipokuwa amelala, na madaktari wamemwambia wewe hutapona kabisa, wewe utakufa, labda una kansa na una muda mchache sana wa kuishi. Na ghafla lile neno ambalo ni logos, ambalo alikuwa analifahamu kama andiko, linakuja ndani yake, na ghafla linakuwa na nguvu sio ya kawaida, linatengeneza imani yake. Anaanza kutamka, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Linakuwa na nguvu sio ya kawaida, linatengeneza imani sio ya kawaida. Anasema hakika sitakufa. Sio tu kwamba anajua kilichoandikwa, lakini anaamini yakini moyoni mwake kwamba hakika yakini sitakufa bali nitaishi, kwa sababu lile neno limevuviwa ndani yake, lile neno limekuwa lenye nguvu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Weza kutoa kuja kuwa rema, mchakato wa kutafakari. Your mercy reminds me kwa maana that I still belong. Lakini kwenye Zaburi anasema utafakari mchana na usiku, bali utafakari neno lake. Tunapotafakari tunaweza tukachukua kile kilichoandikwa, lakini kile kilichoandikwa kinakuwa na nguvu, kinafanya kazi kwa ajili yetu kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la asili la kutafakari katika Kiebrania, maana kati inaandikwa hiyo Yoshua na kati inaandikwa Zaburi, ni Haga, H-A-G-A-H, ikiwa ina maana kuzungumza, kurudia, kuyafikiri. Unapotafakari, kuzungumza, kuyarudia, kuyafikiri. Unapoyafikiri, unapoyarudia, yanakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na anaachilia ufunuo. Hata kwa habari ya vitu vya kawaida, unapitia changamoto fulani, ukiifikiri ile changamoto na kufikiri, utapata solution, utapata tu suruhu. Mfano mzuri wale waliosoma wanamfahamu Isaac Newton. Isaac Newton alikaa chini ya Apple. Apple limeanguka, akaanza kufikiri, kwa nini lisiende juu? Kwa nini likaja chini? Akafikiri, mwisho akajua kwamba kuna nini? Kuna gravitational force. Kwa habari ya neno la Mungu, tunapolijaza neno la Mungu ndani yetu na kuanza kulitafakari na kulifikiri, ndipo ambapo linaweza likazaa matunda, ndipo ambapo linaweza likawa hai, ndipo ambapo linaweza likatuisha tena, ndipo ambapo linakuwa chakula cha uzima, ndipo ambapo linakuwa neno la uzima, ndipo ambapo linatupa nguvu ya utendaji katika jina la Yesu. Lakini jambo lingine hapo kwenye neno, kitu ambacho nimejifunza hivi karibuni, kwenye kusoma neno la Mungu, kuna kusoma kwa maana ya kustadi na kuna kusoma kwa maana ya kulead. Ni kitu ambacho sikuwa sikifahamu, lakini nimekifahamu hizi siku za karibu, na cha kushangaza nilipokuja hapa nikakuta baba anakiongea kwa namna hiyo. Mwanzo nilikuwa nafikiri kusoma maana ya kulead ni pale ambapo unakuwa na Biblia yako, unasoma, una tafsiri nne za Biblia, una New King James, sijui una NIV, una Amplified, una itifaki ya Biblia. Sio kama itifaki mnaijua, mimi nilikuwa nayo. Siku hizi sababu ya hivi vishikwambi hatuna itifaki. Itifaki ulikuwa unatumia kutafuta andiko limeandikwa wapi. Ni kitabu fulani jekundu kubwa nilinunuaga zamani, lakini sasa hizi haina kazi kwa sababu tunatumia simu. Una itifaki ya Biblia, una lamani, unaangalia alipita wapi, unaangalia muktadha aliyeandika alikuwa ni nani, kwa nini aliandika, aliwaandikia kina nani. Na kwenye hii kustadi unaweza ukachukua kitabu kimoja cha Wafilipi ukakisoma hata mwaka mzima. Nini faida ya kustadi? Kustadi kunatusaidia kuongeza maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika kutafakari pia tunaweza tukapata ufunuo. Lakini kulead ni nini? Kusoma kwa maana ya kulead ni pale ambapo unasoma ili neno, huna haja ufikiri kwa habari ya tafsiri nyingi, wala uwazi sana kwa habari ya kwamba aliyeandika alikuwa nani. No, lakini wewe unaifurahia ile message, unaisoma ile message kwa sababu ya kimahusiano. Nitakupa mfano mzuri. Ni kwamba siku moja labda niko kazini, mke wangu akanitumia message nzuri, nikaanza kuifungua hivi, nikasema hapa nikisoma hapa hamna, ngoja nitoke nje kabisa. Unatoka nje, unaanza kuisoma taratibu, kuna yani issue sio unachokisoma, lakini yule aliyeandika unamfikiria hivi, alivyoandika alikuwa anafikiri nini, aliwaza nini. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo kulead kunavyokuwa.
Kwa sababu hichi kitabu pamoja na kwamba kimeandikwa na zaidi ya waandishi 40 kwa miaka zaidi ya 1500, lakini kilivuviwa na Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu aliwavuvia waandishi tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti, na kina message moja. Kwa ni kitabu ambacho kiko hai. Kwa tunapo lead ni pale ambapo tunasoma, tunaifurahia tu ile habari, tunamfurahia tu huyu Mungu tunayesoma. Na kusoma kwa namna hii unaweza ukasoma hata Biblia ndani ya miezi miwili, ndani ya miezi mitatu, kwa sababu wewe unamfurahia yule anayemsoma. Sio tu kwa habari ya unachokisoma, lakini kwa habari ya yule aliyekiandika. Unaongeza mahusiano na inatengeneza nguvu isiyo ya kawaida sana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwanzo nilikuwa nafikiri kustudy tu ndio sawa, lakini nimegundua hii kulead inaongeza nguvu isiyo ya kawaida sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda akasema yeye alikuwa anaumwa akapata stroke, na mtu mmoja akapewa maelekezo na Roho Mtakatifu kwamba awe anaenda kusoma kila siku sura 15. Kila siku anasoma sura 15, na baada ya muda ule mtu akapona. Kwani kulead kunaonyesha tunatambua kwamba hili neno la Mungu, hii Biblia imeandikwa na Roho Mtakatifu na ina nguvu ndani yake. Sio tu kitabu cha ushahiri, au sio tu kitabu cha historia, sio tu kitabu cha manabii, lakini kitabu ambacho kimeandikwa na Roho Mtakatifu na kuna nguvu hai ya wakati huu, kwamba hili neno ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Yesu Kristo mwenyewe na lina nguvu ndani yake. Kusoma kwa namna hiyo ndio ambapo tunaweza tukasoma, ukasoma na kusoma, ukasoma hata Mwanzo yote kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini nafasi ya kutafakari katika zote mbili? Unapo study unaweza ukatafakari hata katika andiko moja tu ukalitafakari na ukapata ufunuo. Lakini unapo lead, kwa sababu unaweza ukasoma Mwanzo yote kwa siku moja, unaweza ukatafakari kwa ujumla wake, kwa sababu kwenye kulead tunatafuta picha ya ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwenye kulead kama umesoma Mwanzo yote, maana yake unaweza ukaanza kutafakari kwa habari ya labda habari ya Yusufu, ukakaa pale kwenye habari ya Yusufu, ukatafakari, ukaifananisha na maisha yako na hali ambayo unapitia wakati huo, na ukapata ufunuo. Au ukachukua habari ya Yakobo, ukaanza kuitafakari, ukaitafakari na ukapata ufunuo. Lakini kule katika kustadi, kwa sababu kama ni Mwanzo labda umesoma mistari miwili tu, afu ndio hiyo unaanza kuitafakari ilikuwaje akaandika, kwa nini aliandika, alikuwa ni nani, ilikuwa ni mwaka gani, katika ile mistari miwili na yenyewe unaweza ukatafakari na Roho Mtakatifu akakupa ufunuo. Kwa sisi kama Wakristo tunapaswa kusoma kwa maana ya kustadi, kuwa na kamusi nyingi, kutaka kujua aliyoandika alikuwa na muktadha gani kwa ajili ya maarifa na ufahamu. Lakini sisi kama Wakristo tunaweza tukalidi, tunaweza tukasoma, ukaifungua ufunuo, ukasoma ukaifunua Mwanzo, ukasoma mpaka yote ukaimaliza, na ukapata ufunuo wa ajabu sana, ukapata neno ambalo linakupa nguvu ya kuendelea tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Jambo lingine, kiashiria kingine, tambua kwamba muda wangu unaenda sana. Kupoteza kiu ya maombi. Kiashiria kingine cha usingizi wa kiroho, usingizi unaosababishwa na kuchoka. Tunapoendelea katika hali ya kuchoka kwa muda mrefu, kupoteza kiu ya maombi. Sasa maandiko yanasema kwamba imetupaswa kuomba bila kukoma. Na sitakaa sana hapa kwa sababu ya muda, lakini pia nikuongezea kitu kimoja. Mtu yoyote mwenye ushirika na Roho Mtakatifu na ni msomaji wa neno atakuwa muombaji. Huwezi kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu na akawa msomaji wa neno na usiwe muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa matokeo yake nini? Tunapopoteza ushirika na Roho Mtakatifu, tunapopoteza kiu ya kusoma neno, tunapopoteza kiu ya maombi, matokeo yake ni kwamba tunda la Roho linaanza kupotea ndani yetu kama waamini. Pale ambapo utu wema ilikuwa ni kitu cha kawaida, pale ambapo fadhili ilikuwa ni kitu cha kawaida, pale ambapo upole ilikuwa ni kitu cha kawaida, pale ambapo kiasi ilikuwa ni kitu cha kawaida, ghafla inaanza kupotea taratibu ndani yetu. Na hapo ndipo tunapoelekea katika usingizi wa kiroho na kufa kiroho kabisa. Lakini kitu kingine, matokeo mengine ambayo yanatokea ni pale zile dhambi na tabia mbaya ambazo tulikuwa tumeshazishinda. Unajua kila mtu anapookoka kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamsumbua, labda ni hasira, labda ni uzinzi, labda ni uongo, chochote ambavyo sasa tunapookoka Roho Mtakatifu Yesu anatupa kushinda. Lakini tunapopitia katika usingizi wa kiroho, vile vitu ambavyo tulikuwa tumeshazishinda, zile tabia ambazo tulikuwa tumeshazishinda, zinaanza kurudi tena taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kwenda slide inayofuata. Okay, hapa nitapita kwa haraka kwa ajili ya muda wetu. Okay, sababu nimeandika baadhi ya sababu kwa sababu sababu ni nyingi sana. Na mimi somo langu ili limejikita kwenye nifanye nini.
limejikita kwenye kuchoka na nifanye nini. Lakini sababu za mtu kuchoka zinaweza kuwa ni nyingi sana. Mfano kama ile ya Elia tujaiweka hapa kabisa. Lakini wakati mwingine inaweza kawa dhambi ya kujirudia. Mtu anapokuwa ameshindana na dhambi, anateseka na dhambi fulani, kustruggle na dhambi fulani, anaenda mbele za Mungu, anatubu, anasema Mungu mara hii tu, lakini ajikuta anarudia tena katika hiyo, anaanguka katika hiyo, anarudia katika hiyo. Hiyo inaweza kumsababisha mtu akasema sasa imefika mwisho, siwezi kuendelea tena. Lakini unapopita katika hali ya namna hiyo, kitu cha kwanza kabisa ni kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Unajua wakati mwingine kama waamini, wakati mtu ana struggle na kitu fulani, anasema nitafunga siku 21. Anafunga siku 21. Anashangaa baada ya 23 amerudi tena. Anasema okay sawa, nitafunga siku 3 kavu. Baada ya hapo wiki 2-3 anarudi tena. Lakini jambo la kwanza, mahali popote ambapo mtu ana struggle na kitu ambacho kinajirudia ni kusalenda mbele za Mungu. Kwenda hilo ndo kitu cha kabla ya vitu vingine vyote. Lakini kusalenda mbele za Mungu, kwenda kwa Kristo jinsi ulivyo, kumwambia Kristo, hii ndio tatizo, hichi ndicho kitu ambacho kinanitesa, hichi ndicho kitu ambacho kinanisumbua. Unajisalimisha mwenyewe, unamwacha. Anasema yeye amechukua mizigo yetu, yeye anaweza kutusamea na kutuondolea. Pale ambapo tunajisalimisha mbele ya Kristo, tunasema tunakuja kama tulivyo. Hapo ndipo ambapo mtu anaweza kushinda katika hiyo. Lakini kitu kingine inaweza kawa kusubiri majibu ya maombi kwa muda mrefu. Pale ambapo tuna mahitaji na tumeomba kwa muda mrefu lakini hakuna majibu. Tumeomba na kuomba. Kuna mtu anaomba paka anafikia mahali anasema sasa Bwana kama ni kufanya afanye, kama hatafanya basi. Vitu vya namna hiyo vinatengeneza kuchoka. Na ile kuchoka inaweza kutupelekea kwenye usingizi wa kiroho. Lakini unapopita katika hali ya kuchoka namna hiyo, jua kabisa kwamba Bwana yuko pamoja nao. Hakuna mahali ambapo Mungu anaruhusu jaribu. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza 10:13 anasema kwamba haturuhusu tujaribiwe kupita tuwezavyo. Na katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Inawezekana unapita katika hali ambayo ni ngumu au ni jaribu ambalo kwa kweli unasema hili sijawahi kuona jaribu la rangi hii. Sijawahi kupita katika hali ngumu ya namna hii. Lakini nimekuja kukutangazia kwamba Bwana hawezi kukuruhusu upite katika jaribu ambalo sio la uwezo wako. Na katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umepita katika hali ngumu ya namna gani, haijalishi umepita katika hali ambayo unaona kwa kweli hapa siwezi kabisa. Ni jambo ambalo nasema nikimuelezea mtu yoyote ataelewa kabisa kwamba hii hali ni ngumu. Lakini nimekuja kukutangazia kwamba hakuna mahali ambapo unaruhusiwa kupita katika jaribu ambalo hauliwezi. Kila jaribu ambalo limeruhusiwa ni lile ambalo unaliweza. Na katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila jambo gumu kuna mlango wa kutokea. Na kila mahali ambapo giza linaendelea kukuchwa kumekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini jambo lingine, inaweza uchungu wa kushindwa kusamehe. Wakati mwingine kushindwa kusamehe kunaweza kukatufanya kuchoka kabisa. Tuwapita katika changamoto fulani, au labda kuna mtu amekukosea. Tunaposhindwa kusamehe inatupa kuchoka. Na sikiliza, hivi vitu vyote hivi vinashambulia kitu kimoja tu, ushirika kati ya mtu na Mungu. Vinashambulia ushirika kati ya mtu na Mungu. Kwa kusamehe, wakati mwingine kama mahali ambapo tumeshindwa kabisa, unaenda kwa Roho Mtakatifu, unamwambia Roho Mtakatifu, kwa kweli hili jambo limeniumiza kabisa. Hili jambo limeniumiza na nashindwa kusamehe. Nisaidie niweze kusamehe. Pale ambapo anatusaidia tunaweza kusamehe, basi tunaweza tukarudisha mahusiano na Mungu. Na kitu kingine cha muhimu sana kuangalia hapo, kusamehe ni kwa ajili yetu. Sio kwa ajili ya walio tukosea. Ni kwa ajili yetu. Inatusaidia kuwa na ushirika wa karibu na Roho Mtakatifu. Pale ambapo hatuwezi kuendelea katika ushirika, lakini tunaposamehe, tunapoachilia mioyo yetu, tunaweza kuwa na ushirika na Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kwenda na nini inayofuata. Okay, sasa hapo anatamani nikae hapo na nitakuwa namalizia hapo, sitaendelea zaidi. Kwa sababu ya muda. Sasa ninapokuwa katika hali ya kuchoka nifanye nini? Ninapopita katika hali ya kuchoka namna hiyo kabisa nifanye nini? Hicho ndicho kitu ambacho natamani tukae hapo, na kama utaweza kunisikiliza ni heri usingenisikiliza sehemu zote, lakini hapa tu nikiwa namalizia kabisa. Kuchoka ni kinyume cha maisha ya njaa na kiu. Kuchoka ni kinyume cha maisha ya njaa na kiu. Ukisoma katika Mathayo 5:6 inasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Watu wote katika Biblia waliofanya mambo makubwa ni watu waliokuwa na njaa na kiu kwa habari ya mambo ya Mungu. Ni watu ambao walikuwa wanatamani kuendelea kwa habari ya mambo ya Mungu.
Kwa mahali popote ambapo kuna njaa na kiu ya haki, mahali popote ambapo kuna njaa lazima tutashibishwa. Mahali ambapo kuna njaa kuna vitu vikubwa ambavyo vitatokea. Sasa kuna kitu ambacho natamani, naomba Roho Mtakatifu unisikilize. Njaa na kiu inatoka wapi? Kwa sababu tunajua kabisa kuchoka ni kinyume cha njaa na kiu. Na ili niweze kukua na kuongezeka kiroho, natakiwa niwe na maisha ya njaa na kiu kila siku kwa Kristo. Lakini hii njaa na kiu inatoka wapi? Ninazijua nyakati katika maisha yangu ambazo unakuwa na njaa na kiu isiyo ya kawaida, unakuwa na ratiba isiyo ya kawaida, na kwa kweli unayaona matokeo yasiyo ya kawaida. Lakini kuna nyakati nyingine katika maisha yangu ambayo ninayakumbuka ratiba, ninakumbuka mambo nilokuwa nayafanya wakati wa njaa, lakini ile njaa haipo. Ile njaa naipata wapi? Kwa habari ya njaa ya kimwili tunajua, mtoto kama huyu akiwa na njaa, akiwa hana njaa anaweza kuambia nataka chipsi, sitaki chakula chochote, nataka chipsi. Siku akipata njaa, hata kama kuna ugali atautafuta mwenyewe. Nataka kuonyesha kitu gani? Njaa sio kitu anachoamua. Kikitokea atatafuta chakula, atakula. Vipi kwa njaa ya kiroho? Nimekwambia kuna nyakati nakumbuka katika maisha yangu niliwahi kutangaza kwamba nitafunga siku 30, nikafunga siku 30 na kuomba. Zilivyoisha zile siku 30, Roho Mtakatifu ikawa kama ananisemesha vitu fulani, nikaenda siku nyingine ya 40. Lakini pia ninazijua nyakati katika maisha yangu ambapo nishatangaza nitafunga siku 21 na nikaishia siku ya pili tu. Nini kinatofautisha nyakati za njaa na nyakati ambazo kwa kweli ninakumbuka mambo yote niliyofanya wakati wa njaa, lakini sina hiyo nguvu tena? Nini kinatofautisha? Ninajua kwamba nilipokuwa na njaa nilikuwa ninaamka saa 4 usiku na kuomba. Ninajua nilikuwa naenda kushuhudia. Ninajua nilikuwa sikauki kanisani. Ninajua muda wote nilikuwa nasoma neno. Ninazijua vyote, ninavijua. Lakini ile nguvu nikitaka kuinuka siwezi tena. Nini kinaleta njaa na kiu ya kiroho? Njaa na kiu kwa habari ya mambo ya Mungu ni matokeo ya neema ya Mungu inayokupa, yaani kinacholeta ile njaa na kiu ya kiroho ni inaanza kwa kuamshwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Na ikiwa ni matokeo ya neema ya Mungu ambayo inakupa kujua hali ulionayo na kuona sasa ninahitaji kuinuka tena, unahitaji kuchukua hatua. Kwa njaa inaanza kwa ile shauku ya ndani, inaanza kwa ile kuamshwa kiroho na Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe anakuamsha. Wakati mwingine unaweza kuwa unapita katika mitandao ya kijamii na ikapita clip fulani ukaisikiliza, ukasema hapana, hali nilionayo sasa sio sawa, nahitaji kuanza upya tena. Wakati mwingine ni katika neno linapohubiriwa, unasema kabisa ile kitu kinakuchallenge ndani yako, unasema kwa kweli ninahitaji kuinuka na kuanza tena. Huo ni mchakato wa kuelekea katika maisha ya njaa. Ni Roho Mtakatifu anakuamsha. Sasa sikiliza siri ya ajabu. Roho Mtakatifu anapotuamsha na tukasikia kiu ndani yetu, tunapoliacha lile neno, umesema kabisa nitaenda kuanza kuomba. Unapopuuzia lile neno, ikifika kesho neno nalikumbuka, lakini nguvu haipo. Roho Mtakatifu anapotuamsha, Roho Mtakatifu anapotukumbusha kwa habari ya ratiba na vitu ambavyo hatujafanya sawa, tunahitaji kutendea kazi mara moja. Kwa sababu kama tutatendea kazi mara moja, kesho itafika, utapanga kabisa kwamba kwa kweli naanza kuamka na kuomba, lakini kesho ikifika unalikumbuka lile neno, lakini ile nguvu haipo. Hayo ni makosa ambayo kama wana wa Mungu mara nyingi tunakosea. Roho Mtakatifu anaweka msukumo ndani yako. Wakati mwingine katika semina namna hii, watumishi wanapokuja kufundisha, unasikia challenge ndani yako. Unasema nitaanza kuinuka, nitaanza kushuhudia, nitaanza kuomba. Unaadhimia moyoni mwako, lakini siku 2 zikipita, unakumbuka lile neno, unalikumbuka, lakini ile nguvu haipo. Na mimi nimekuja kukutangazia pale ambapo Roho Mtakatifu anakuamsha, tendea kazi mara moja, tendea kazi kwa haraka, maana hapo ndipo unapoanza kuishi maisha ya kiu na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingi sana ambapo Roho Mtakatifu anatuamsha na tunaweka maazimio kwamba nitaanza kuomba, kwamba nitaanza kumtafuta Mungu, nitaanza kusoma neno, lakini kesho ikifika unajikuta neno unakumbuka, lakini nguvu haipo. Kuamshwa katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapotuamsha ni sawasawa na ule mwali mdogo wa moto ambapo tunatakiwa kuuchochea ili uwe moto mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya.
Kwa tunapopita katika hali ya kuchoka tufanye nini? Roho Mtakatifu amekuwa akiachilia fursa za kutuamsha mara kwa mara. Wakati mwingine tunaposoma neno, unatazama kwa kweli ratiba nilizokuwa nazo sizo hizi. Nimesema hapa wakati naanza kwamba kuna watu wengine wakishuhudia ratiba walizokuwa nazo, namna walivyokuwa wanamtafuta Mungu, watu wote tutashangaa. Lakini leo ziko wapi? Lakini Roho Mtakatifu anatuamsha mara ngapi? Nimekuja kutangaza kwamba Roho Mtakatifu anaachilia fursa za namna hiyo mara nyingi sana. Wakati mwingine tukiwa kazini, unashangaa mtu anasikiliza ujumbe fulani, ule ujumbe unakuamsha ndani yako, unasema lakini kwa kweli mimi sikuwa katika hali hii, kuna hali niliyokuwa nayo, nilikuwa namtafuta Bwana. Unasema nitaanza, lakini zikipita siku 2 siku 3 unajikuta umesahau lile neno, nalikumbuka lakini ile nguvu haipo. Nami nimekuja kukutangazia pale ambapo Roho Mtakatifu anapokuamsha, tendea kazi kwa haraka, tendea kazi mara moja, usipoteze ule moto, maana Roho Mtakatifu amekupa fursa isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu anaachilia fursa za namna hii mara nyingi sana katika maisha yetu. Kwa tunapochoka, tunapaswa kutendea kazi zile nafasi na fursa ambazo Roho Mtakatifu anaziachilia. Amekuwa akiziachilia mara nyingi sana. Nimesema wakati mwingine unaweza kaongea na mtu akawa kama anakushauri, lakini unapotoka mahali pale unasikia ndani yako, kwa kweli mimi kuna namna nilikuwa naishi, kuna aina ya vitu nilikuwa nafanya sio hivi. Unasema kwa kweli nitakwenda kuanza, unasema lakini nitaanza wiki ijayo. Ikifika wiki ijayo unaukumbuka ushauri, lakini nguvu haipo. Nimekuja kukutangazia, ukisikia kuamshwa na Roho Mtakatifu, inuka mara moja, fanyia kazi mara moja, maana hiyo ni nafasi ya kuanza kuishi maisha ya njaa na kiu. Yule mwovu anaweza kukuibia. Ukisikia kuamshwa ndani yako, inuka. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapotuamsha, inuka, tendea kazi mara moja. Hapo ndipo chanzo cha kuishi maisha ya shauku na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame, tutakwenda kumwomba Mungu. Tunajua tunapokuwa katika hali ya kuchoka au kuna mahali tumepungua kwa namna yoyote, ni Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia kwa neema yake mwenyewe. Anatusaidia kutuinua tena, anatusaidia kutuamsha tena, anatusaidia kutupa nguvu tena. Anapoachilia ujumbe ndani yetu, anaposema na sisi kupitia watumishi wa Mungu, anaposema na sisi kupitia neno lake, ni pale ambapo tunaweza tukainuka tena, ni pale ambapo tunaweza tukaanza tena. Nimesema kuna watu walikuwa wanamtafuta Mungu kwa namna isiyo ya kawaida, na pengine labda kuna kitu kimepungua, lakini Roho Mtakatifu anapotusemesha, anaachilia fursa ndani yetu ambapo tunaweza tukaanza kuishi maisha ya shauku, maisha ya kiu, maisha ya njaa ya kumtafuta Mungu. Watu wa praise, naomba nisaidie. Neema ya Mungu, tutakwenda kuita neema ya Mungu, kwa sababu tunajua kuamshwa na Roho Mtakatifu ni matokeo ya neema ya Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yako, kila mmoja anajifahamu katika safari ya wokovu. Kuna mahali ambao labda tumepunguka. Tunapoenda mbele za Mungu kumtafuta, yeye ni mwaminifu, na katika wiki hii ya Pentekoste tunaamini kwamba yeye anaweza kutujaza tena. Tunaamini kwamba yeye anaweza kututia nguvu tena. Mahali ambapo tumepunguka, mahali ambapo tunaona hatufanyi vizuri sana, Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia. Karibu praise.
Tafuta neema ya Mungu katika maisha yako, katika maeneo tofauti tofauti ambayo unamtamani Roho Mtakatifu zaidi. Nenda mbele za Mungu mahali ambapo unaona unamhitaji Roho Mtakatifu zaidi. Katika safari ya wokovu hakuna ambaye amefuzu. Kila mmoja katika safari ya wokovu anahitaji zaidi, na neno hili limekuja kutukumbusha kwamba tunamhitaji Mungu zaidi. Repaka yandaraba, nenda mbele za Mungu, mwambie Roho Mtakatifu vile ambavyo unamhitaji. Rebaka ya mandaraba, inasema katika safari ya wokovu hakuna aliyefuzu. Kila mmoja kuna nafasi ya kumhitaji Roho Mtakatifu. Kila mmoja anahitaji zaidi. Rebosha tarababa, nenda mbele za Mungu. Rebosha kaemanda rika rababa, ita neema ya Mungu. Reketerebosha, pale ambapo unaona uwezi, ita neema ya Mungu. Rababa, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Rika rababa, yuko mahali hapa kukutia nguvu, yuko mahali hapa kukuwezesha, yuko mahali hapa kukuinua tena, yuko mahali hapa kukupa mwanzo mpya. Reka rababa, reka rabashanda rabada, liko robosheterebosa. Ita neema ya Mungu, ita neema ya Mungu katika maisha yako, ita neema ya Mungu katika maisha yako. Raboshekerebosa, nimesema katika safari ya wokovu hakuna ambaye amefuzu. Kila mmoja anamhitaji Roho Mtakatifu, kila mmoja anamhitaji Mungu zaidi. Rika rababa, reka rabashata, pale ambapo hauwezi, nenda Roho Mtakatifu, mwambie mimi siwezi, ninakuhitaji wewe, ninakuhitaji wewe. Pale ambapo umechoka, mwambie mimi nimechoka. Yeye atakutia nguvu. Alimtia nguvu Elia, anaweza kukutia nguvu tena. Rabashata rabaya, Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Rabosa taraba, ikarababa, rekerebosheterebo, rekerebosheterebo, ikoroboshekerebo, rekerebosheter, ikorobosheterebo. Nenda kwa Roho Mtakatifu, mwambie akutie nguvu tena. Pale ambapo umechoka, hata kutia nguvu tena. Pale ambapo umechoka, hata kutia nguvu tena. Alimtia nguvu Elia, alimtia nguvu Musa, anaweza kukutia nguvu. Ikorobosheke, reketerebosa, ikarabashata, rekereboshete, ripapapapa, rekarabashata. Uwepo wake uko mahali hapa. Raboshekerebo, ikarabashanda rablada, rekarabakori abashata, ikarabashata. Watu wanainuliwa tena, watu wanaamshwa tena, watu wanaamshwa tena. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Uwepo wake uko hapa, uko hapa, uko hapa. Watu wanainuliwa tena. Nenda mbele za Bwana, usikae kimya, usikae kimya. Ng'ang'ana katika Roho Mtakatifu, ng'ang'ana katika Roho Mtakatifu, ng'ang'ana katika Roho Mtakatifu, ng'ang'ana katika Roho Mtakatifu. Kuna watu wanaamshwa tena, kuna watu wanaamshwa tena, kuna watu wanaamshwa tena. Ora baba, liko roboshete, leka rababosa, erabosheterebo, lika rabadadosa, yadosha, 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 yadosha. Endelea kidogo tena, kidogo tena, kidogo tena, kidogo tena. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha tena. Roho Mtakatifu anatuuisha, 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 anatuuisha. Rebo sheterebo, rakataraba, liko robose, repepepepe, rebo shenderebo, liko robosete, liko robokore. Ita neema ya Mungu, ita neema ya Mungu. Rabo sheterebo, robo sheterebo. Na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu, ninakusifu na kushukuru kwa hiyo neema, na kuinulia mikono Bwana, kwa neema ya kuendelea mbele. Yesu, kwa neema ya kusonga mbele tena, na kuinulia mikono yangu. Yesu, ninakusifu kwa neema ya kusonga mbele. Yesu, Yesu.
Adonai, Mungu muumba mbingu na nchi, Jehova Nisi, tunaliazimisha na kulitukuza jina lako kwa namna ya ajabu sana. Hatuna maneno mazuri kibinadamu, lakini Jehova, tunalitukuza jina lako. Tunarudisha sifa na utukufu mbele zako, Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya ujumbe mzuri ambao Roho Mtakatifu umesema nasi. Asante kwa sababu nakwenda kutupa mwanzo mpya tena. Asante kwa sababu pale ambapo tumepungukiwa unatupa hatua nyingine tena. Asante kwa sababu umetutia moyo, umetuinua. Asante kwa sababu umetusemesha na kutufundisha kwa namna ya ajabu. Tunarudisha sifa na utukufu mbele zako, Jehova Nisi. Hatugusi utukufu, lakini wote tunarudisha mbele zako, mfalme wa amani. Tunasema asante kwa ajili ya neema yako. Tunasema asante kwa ajili ya uweza wako. Tunasema asante kwa ajili ya upendo wa ajabu ambao unasema nasi siku zote, Yehova. Tunaliazimisha jina lako tukinyenyekea. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mpigie Yesu makofi. When my spirit is weak,